Shirika la Voco Africa limewalaumu maafisa wa polisi kwa kukosa kutoendeleza juhudi za kukabiliana na magenge ya wahuni wanaoendelea kuwahangaisha wananchi hasa katika mikutano ya kisiasa. Wakizungumza jijini Nairobi, maafisa wa shirika hilo wamedai kwamba ijapokuwa polisi wana uwezo wa kukabiliana na magenge hayo, hawajaonyesha juhudi zozote kuhakikisha wanayakomesha magenge hayo. Haya yanajia huku washukiwa 84 wanaodaiwa kuwa wanachama wa magenge ya wahuni wakikamatwa jijini Nairobi. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akitoa hakikisho kuwa serikali itahakikisha imakabiliana na magenge hayo. Ongezeko la magenge ya wahuni ambao wameendelea kuhangaisha wananchi hasa katika mikutano ya kisiasa likiendelea kukashifiwa na viongozi wa makanisa na mashirika mbalimbali. Maafisa wa shirika la Voco Africa wamejitokeza na kudai kuwa ijapokuwa maafisa wa polisi wana uwezo wa kuyakomesha magenge haya, hawajaonyesha juhudi zozote za kukabiliana nayo, kama ilivyoshuhudiwa katika mkutano wa viongozi wa upinzani eneo la Kikuyu. The event of last weekend in Kikuyu and Kitale exposed an even more alarming reality. This is a selective application of the law by police. In Kitale, law enforcement moved with commendable speed to this week arrest over 170 individuals involved in gun attack. Wamewaonya wanasiasa dhidi ya kuyatumia magenge ya wahuni kujiendeleza kisiasa, hasa wakati huu taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu mwaka ujao. The normalization of violence as political tool is not an irresponsible but is a direct invitation of chaos and anarchy. Especially as we are closer to the 2027 general election. History has shown us that once violence is unleashed and institutionalized, it rarely remains controlled. It consumes everything, including those who once thought they could wield it for convenience. Hata hivyo, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameendelea kutoa hakikisho kuwa serikali inajitahidi kukabiliana na wahuni kote nchini, huku akitoa wito kwa vijana kutotumika vibaya na wanasiasa kuwahangaisha wananchi. This culture of goonism must come to an end. And I promised last weekend when I was in Kitale that we were going to send serious security team to start with Kitale to sweep there as we organize to sweep all over the country. I'm very proud of the special team we sent to Kitale. Already over 200 goons, trained goons, have been arrested. Haya yakijia, polisi jijini Nairobi wamewakamata washukiwa 84 wanaodaiwa kuwa wanachama wa magenge ya wahuni ambao wamekuwa wakiwahangaisha wananchi, huku wakifanikiwa kurejesha mali iliyoibiwa pamoja na silaha zinazodaiwa kutumika kuendeleza uhalifu. We have arrested 84. Those goons, 48 are motorcycle gangs and 11 are for Mashamba. You can see even bows and arrows we have recovered. This is for Mashamba. Shamba goons. James Mwangi, Undugu TV.